katika kipindi cha miaka minne katika historia hii ya Tanzania haijawahi kutokea uwekezaji mkubwa uliofanywa katika miundombinu ya huduma za afya ngazi ya msingi. Mheshimiwa Rais katika kipindi cha miaka minne ametenga zaidi ya shilingi trilioni 1 na bilioni 270 kwa ajili ya miundombinu ya huduma za afya. Amejenga hospitali za halmashauri, amekarabati hospitali za halmashauri, jumla hospitali 129. Waheshimiwa wabunge ni mashahidi, katika maeneo yetu kuna kilio kikubwa cha hospitali za halmashauri. Mheshimiwa Rais amemaliza kilio cha hospitali za halmashauri katika nchi yetu ndani ya kipindi cha miaka minne. Hakika Dr. Samia anastahili kupongezwa, amefanya kazi ya kupigiwa mfano. Lakini pili, Mheshimiwa Spika, vituo vya afya. Kumekuwa na changamoto kubwa ya vituo vya afya. Tuliainisha kata za kimkakati na ndani ya miaka minne Dr. Samia Suluhu Hassan amejenga vituo vya afya vipya zaidi ya 367 vimeanza kutoa huduma. Amejenga zahanati 980 zinatoa huduma, lakini amepeleka vifaa tiba. Mheshimiwa Spika, vifaa tiba vya kiwango. Tuna digital x-ray, tuna mashine za ultrasound, tuna vifaa vya kisasa vya maabara. Wananchi wetu wananufaika na huduma hizo. Ni dhahiri kwamba Mheshimiwa Rais amefanya mapinduzi makubwa ya kihistoria kwenye sekta ya afya ya msingi, na ndio maana tumeona Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha miaka hii minne vifo vya kina mama wajawazito vimepungua kutoka 556 kati ya vizazi hai 100,000 mpaka vifo 104 kati ya vizazi hai 100,000. Swala hili limeshangaza dunia nzima kwa sababu kasi ya kupungua kwa vifo hivyo si kasi ya kawaida, lakini imetokana na kazi nzuri na uwekezaji mzuri na usimamizi mzuri wa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hakika Dr. Samia Suluhu Hassan anastahili kupewa maua yake kwa kazi nzuri aliyoifanya ya kusimamia sekta ya afya. Na ndio maana Mheshimiwa Spika, dunia imemtambua kwa kumpa the Global Goalkeepers Award, ambayo ni tuzo adimu na adhimu, lakini rais wetu ndani ya miaka minne ameipata kwa kazi nzuri ambayo wameifanya. Mheshimiwa Spika, katika sekta ya afya msingi, huko nyuma hatukuwa na msamiati wa ICU, intensive care units, katika huduma za afya msingi. Hatukuwa na msamiati wa emergency medical departments, majengo ya huduma za dharura. Hatukuwa na msamiati wa mitambo ya kuzalisha hewa tiba ya oxygen ngazi ya msingi. Huduma hizi zote zilikuwa zinapatikana ngazi ya hospitali za rufaa za mikoa na ngazi ya hospitali za kanda na hospitali ya taifa. Leo tunaongea hapa Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais amejenga majengo ya huduma za afya ya dharura katika hospitali za halmashauri, majengo 80 yamewekewa vifaa tiba na yanatoa huduma. Amejenga majengo ya wagonjwa mahututi 30 katika ngazi za halmashauri na vituo vya afya yanatoa huduma, na amejenga mitambo 21 kwa ajili ya huduma za afya. Leo hatulazimiki kufuata hewa ya oxygen hospitali ya kanda wala hospitali ya taifa, kwa sababu Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana ya kimapinduzi ndani ya miaka minne. Kwa hakika Dr. Samia Suluhu Hassan ametuheshimisha na anastahili kupongezwa kwa kazi nzuri na kubwa aliyoifanya. Mheshimiwa Spika, kulikuwa na changamoto kubwa ya magari ya wagonjwa. Kulikuwa na changamoto kubwa ya magari ya usimamizi wa huduma za afya. Leo tunaongea ndani ya miaka miwili, Mheshimiwa Spika, uliongoza bunge hili kugawa magari ya wagonjwa kila jimbo. Majimbo yote 214 yalipata magari ya wagonjwa. Jumla ya magari 382 ya wagonjwa yamegawiwa katika majimbo yetu, katika halmashauri zetu, na yanatoa huduma. Lakini jumla ya magari 210 ya huduma za usimamizi yamepelekwa katika majimbo yetu. Mikoa yote 26 pia imepata magari ya usimamizi. Hii ni kazi kubwa. Tunafahamu Mheshimiwa Spika, bado kuna mahitaji ya vituo vya afya, bado kuna mahitaji ya magari, na serikali hii ya awamu ya 6 ni serikali sikivu. Na ndio maana leo Mheshimiwa Spika, kuna ahadi ya serikali ya majimbo yote 214 kupata vituo vya afya. Na leo wakati tunaongea na Mheshimiwa Waziri, tayari serikali imeshatenga shilingi bilioni 30 kwa awamu ya kwanza kwa ajili ya majimbo 120 ya vijijini, na majimbo haya yatapata fedha wakati wowote kuanzia sasa. Wizara ya Fedha iko hatua za mwisho za ukamilishaji, na niwahakikishie waheshimiwa wabunge, ahadi ya serikali hii sikivu ni vitendo, na mtaona hivi karibuni mnapata fedha katika kata zile ambazo mliainisha wenyewe. Hatufanyi mabadiliko ya kata yoyote,
kila kata iliyoainishwa na mbunge ndio ambayo itapelekewa kituo cha afya, na tutahakikisha tunapeleka mapema iwezekanavyo awamu hii. Lakini Mheshimiwa Spika, majimbo yale ya mijini na mengine yatapata fedha awamu ya pili, nazo zitakuwa ndani ya muda mfupi, kwa maana ya kuhakikisha kwamba majimbo yote 214 kama ilivyo ahadi ya serikali yanapata vituo vya afya. Kwani wahakikishia Mheshimiwa wabunge muwe na amani, mambo hayo yanakwenda kutekelezwa na serikali ya awamu ya 6. Mheshimiwa Spika, wakati wa kuchangia hapa, Mheshimiwa mbunge wa viti maalum Anatropia alitoa hoja kwamba mafanikio haya hayajaigusa halmashauri ya Kyerwa. Naomba nimpe taarifa kwamba halmashauri ya Kyerwa katika kipindi cha miaka 4 sekta ya afya peke yake imepewa zaidi ya shilingi bilioni 17 na milioni 629, ambapo tayari imejenga vituo vya afya cha Rutunguru milioni 500, Mabira milioni 500, Murongo milioni 410, Mkwenda milioni 36, jengo la x-ray na mochwari milioni 18. Lakini kama haitoshi, serikali hii pale Kyerwa peke yake imepeleka fedha za kujenga zahanati 11, na zahanati hizo tayari 7 zimekamilika. Jumla ya shilingi milioni 674 zimetumika katika kujenga zahanati zile. Nyumba za watumishi zimejengwa, Mheshimiwa Spika, 7 nyumba mpya katika jimbo la Kyerwa. Lakini Mheshimiwa Rais amepeleka fedha za dawa na vifaa tiba kwa halmashauri ya Kyerwa zaidi ya bilioni 7 na milioni 470 katika kipindi cha miaka 4, na wananchi wa Kyerwa wanaendelea kupata huduma. Amepeleka watumishi 110 na kadhalika. Orodha ni ndefu. Mheshimiwa Spika, naomba nimhakikishie Mheshimiwa Anatropia kwamba serikali hii inafanya kazi yake ipasavyo. Mheshimiwa Spika, wakati naelekea kuhitimisha, naomba nitumie fursa hii niwahakikishie wananchi wote wa Tanzania kwamba serikali hii sikivu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeonyesha kazi yake kwa vitendo, na kila mmoja, kila Mtanzania ana kila sababu ya kuiunga mkono serikali ya awamu ya 6, na mimi ninaamini Mheshimiwa Spika, mafanikio haya makubwa kabisa yanatokana na kazi nzuri iliyofanywa na bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ninaamini kama ambavyo Pachangu amesema kwamba kazi hii ya mikono ya Dr. Samia Suluhu Hassan, sisi tulikuwa vidole vyake kuhakikisha majimbo yetu yanapata miradi na inakamilika kwa wakati. Na ninaamini waheshimiwa wabunge wote, kwa hakika Mwenyezi Mungu atatujalia tutarejea kwa ajili ya kuendelea kujenga taifa letu na kuhudumia Watanzania wenzetu. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema haya, nitambue kabisa kwa dhati mchango na ukaribu wa pacha wangu Mheshimiwa Zainabu Athman Katimba, naibu waziri. Tunafanya kazi vizuri sana kama mapacha, na kwa hakika na kupongeza sana kwa kazi nzuri ninayofanya. Baada ya kusema haya, nakushukuru sana Mheshimiwa Spika, na washukuru sana waheshimiwa wabunge, na kushukuru sana Mheshimiwa waziri. Mheshimiwa Spika, nashukuru. Naomba kuunga mkono hoja. Naomba waheshimiwa wabunge tupitishe bajeti ya ofisi ya Rais TAMISEMI kwa kishindo kwa ajili ya miradi hii tuliyoisema na mingine ambayo ipo kwenye kitabu hiki. Nashukuru sana. Naomba kuwasilisha na naomba kuunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana.